Michakato ya chama chetu mpaka tamko litoke linatakiwa lipitie kwenye ngazi mbalimbali ya vikao maalum vya kimaamuzi. Ambao vikao maalum vya kimaamuzi ni kama ifuatavyo. Kwa ngazi ya kitaifa kuna kamati kuu, kuna baraza kuu na kuna mkutano mkuu. Sasa hii kauli au huu msimamo wa chama umepita kwenye ngazi zote hizo. Ulitengenezwa kamati kuu. Baada ya kamati kuu kuridhia kuona kutokana sasa na tathmini ya uchaguzi mbalimbali zilizofanyika, ukianzia chaguzi ya 2019, lakini ukija uchaguzi wa 2020 ambao ni uchaguzi mkuu, lakini ukija uchaguzi wa 2024, chama chetu kamati kuu baada ya kufanya tathmini ya kutosha ya nchi nzima hali ya kisiasa ikaona itoke na maamuzi hayo na msimamo huo wa no reform no election, kwamba hakuna mabadiliko ya sheria za kiuchaguzi, basi hakutakuwa na uchaguzi. Hiyo haikutosha, kamati kuu ikapeleka msimamo wao huo kwenye baraza kuu kwa ajili ya kupata ridhaa ya wajumbe wa baraza la mkutano wa baraza kuu, na kwa kauli moja mkutano wa baraza kuu ukakubaliana na hoja iliyotolewa na kamati kuu, hasa kuzingatia mazingira ya taifa letu, mazingira ya kiuchaguzi kwenye nchi yetu. Baada ya baraza kuu, mkutano wa mwisho wenye mamlaka mkubwa kuliko mikutano mingine yote ndani ya mfumo wa katiba yetu ya Chadema ni mkutano mkuu wa taifa. Basi maamuzi hayo baada ya kutoka kwa baraza kuu yakaenda moja kwa moja kwenye mkutano mkuu, na mkutano mkuu kwa kauli moja tukakubaliana kwamba tutaenda sawasawa na msimamo wa kamati kuu ambao umepita kwenye kwenye mkutano wa baraza kuu na hatimaye umefika kwenye mkutano mkuu, tukaupitisha. Tukakubaliana na hoja ya kamati kuu baada ya kufanya tathmini. Lakini pia sisi wenyewe katika majimbo yetu na wilaya zetu tulipewa kazi ya kufanya tathmini ya kisiasa. Hali ya kisiasa ni mbaya, mfumo na sheria zilizopo za uchaguzi zinapendelea, hazina uwezo. Yaani kutangazwa mgombea wa upinzani nje ya chama cha CCM inategemea na fursa, kwa maana inategemea na, tunasema ni kama zawadi kutoka kwa watawala. Tumeona 2019, tumeona 2020 hali imekuwa mbaya zaidi, tukaja tukaona 2024. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi na wote mnaonitazama, tunapozungumzia no reform no election tunamaanisha yeyote aliyeingia kwenye uchaguzi, hasa watu wa Chadema, mwanachama yeyote wa Chadema ama kiongozi yeyote wa Chadema ama mgombea wote wa Chadema aliyeshiriki chaguzi mbalimbali hizo, tuanzie tu hapa karibu, uanze chaguzi ya 2019, 2020, 2024, yeyote aliyeingia kwenye chaguzi hizo hawezi kwenda kinyume na msimamo huu wa no election no reform no election, kwa sababu madudu yaliokuwa kwenye chaguzi hizo yalikuwa ni madudu makubwa ambayo kimsingi hakukuwa na uchaguzi bali ulikuwa ni uchafuzi. Kuna kelele nyingi sana zinapigwa juu ya msimamo huu wa chama wa no reform no election, na naamini wanaopiga kelele hizi za kukataa huu mfumo, kwa mfano ndani ya Chadema wanaopiga kelele kwa kukataa huu msimamo wa chama, either hawajawahi kugombea na kukutana na hii kadhia, ama wana maslahi yao wana maslahi binafsi ya kwao nje ya chama. Lakini ukikaa na kutafakari, ukaanza kutafakari 2019, ukaja ukatafakari 2020, ukaja ukatafakari 2024, hakuna yeyote mwenye uwezo wa kutafakari vizuri atakayepingana ama atakayeenda kinyume na msimamo huu wa no reform no election. Mimi binafsi nilikuwa mgombea 2020, lakini pia mimi kama kiongozi nilisimamia shughuli mbalimbali, hatua mbalimbali za kiuchaguzi 2019, tumeona. Tukaja 2020 tukaona, tukaja 2024 tumeona. Sasa baada ya kuyaona hayo yote, leo
chama kinatoka na msimamo ambao ni msimamo wa kwenda, ni mwarobaini wa kwenda kupata haki ya kikatiba iliyokaa sawasawa, inayoweza kuheshimisha kura ya mpiga kura, kwa nini niende kinyume na hiyo? Ama kwa nini atokee mtu mwingine aende kinyume na mawazo tofauti? Mawazo mbadala ni jambo la kawaida, lakini unapopeleka mawazo kwenye kundi ama kwenye taasisi, alafu taasisi inakwambia hili haliwezekani kwa sababu walio wengi wanataka hiki, ukiendelea kupinga kuna tofauti na msaliti. Kwa binafsi niseme tu, no reform, no election. Hii ndiyo mwarobaini wa chaguzi za hovyo zinazoendelea ama zilizofanyika ama zinazotakiwa kufanyika kwenye nchi yetu ya Tanzania. Tukisema haya tunasema kwa ushahidi. Nitoe tu mfano mmoja. 2020 baada ya mimi kupitishwa na kamati kuu na chama changu, mkutano mkuu wa jimbo, kwamba ndiye mgombea ubunge, siku ya kurudisha fomu mimi niko kwenye ofisi ya umma ambayo narudisha fomu, nilitekwa ofisini. Watekaji wanafahamika kwa sababu walikuja hawajajificha. Tulipoanza kufuatilia, hakuna lolote lilioweza kuzaa matunda kwa maana ya kupewa haki. Na kwa ushahidi tu, 2020 mimi baada ya kupatikana siku ya pili ya kutekwa, Wasamaria na ndugu tulipoenda kituo cha polisi, nilipewa PF3, lakini lengo langu nataka niwaeleze tu kesi namba niliyopewa ya kutekwa nyara, ambayo ndio ilikuwa file namba ya kesi yangu, ilikuwa ni DAW11/901/2020 kituo cha polisi Wami Dakawa. Toka hiyo faili imefunguliwa, hakuna chochote kilichokuwa kinafanyika. Na ni taarifa tu kwamba wakati tunafuatilia, polisi wanadiliki kusema hatujui, hatuwafahamu, hatujawaona. Na wakati tumepeleka ushahidi na picha zao. Sasa nataka niseme nini? No reform, no election. Kama tunaitakia mema Tanzania, kama tunatakia mifumo imara Tanzania ya uchaguzi, kama tunataka kweli thamani ya mpiga kura aone thamani ya kura yake, ni lazima tukubaliane kwenda kwenye hili. Kuna mambo mawili tunataka kufanyika. Serikali ina nguvu, ina maamuzi na ina uwezo wa kuamua muda wote kufanya mabadiliko. Nimemsikia waziri kwenye bunge hili la budget anasema kwamba, waziri mkuu, kwamba wamefanya reform na sheria zote ziko sawa na wanaita tume huru. Hivi hiyo tume huru wanayoita, bado mkurugenzi huyo anayetangaza kwa ngazi ya jimbo ni mkurugenzi ambaye ni mteule. Wanasema atakuwa mtaalamu mmoja. Huyo mtaalamu anatokea wapi? Ni namna tu wameamua kubadilisha jina, lakini mfumo ni ule ule. Hoja yangu ya msingi ni kwamba no reform, no election ndiyo mwarobaini wa sheria mbovu za uchaguzi. Na mimi binafsi na watu wote wanaoniunga mkono kwenye jimbo langu na wanaozunguka jimbo langu, wale tunaozungumza lugha moja, tumekubaliana tutafanya uhamasishaji, na kwa hakika tutafanikiwa kwamba kama mabadiliko haya hayatokuwepo, tutahakikisha na uchaguzi huo hautofanyika. Tarehe 3 kulikuwa na mkutano. Tarehe 3 kulikuwa na mkutano wa tiania wa ubunge nchi nzima na viongozi wetu wakuu. Tarehe 3 hiyo tulitakiwa sisi ambao aidha waliogombea ubunge 2020, ule mkutano ulikuwa unahusu waliogombea ubunge 2020 na wanaotia nia wote wa Chadema. Mkutano ule ilikuwa ni fursa nzuri ya viongozi wote kufika na kwenda kutoa maoni yao mbele ya viongozi wao wakuu. Lakini leo hii kwenye mkutano ule, hilo kundi ambalo unalisema halijafika, linaopinga no reform no election, halijafika. Sawa? Na alifika mmoja tu ambaye alisubutu kuuliza kwenda kinyume na hicho. Na sisemi kwamba ni mbaya, ni haki yake kwenda kinyume wakati mwingine, kwa sababu hiki chama ni chama cha kidemokrasia.
Lakini unapoenda kinyume, tunarudi wengi wanasemaje? Yaani wewe upo peke yako ama mpo 10 ama 5, unakuja na hoja, sio mbaya. Lakini hoja yako inaungwa mkono na watu wangapi? Kwa maana kuna ule msemo unaosema wengi wape, wachache wasikilizwe. Tulitegemea hili kundi lije kwenye mkutano ule, utoe maoni yao pale, utushawishi na sisi wengine pale. Lakini hawakuja. Na kama nilivyosema, aliyefika pale mmoja alisimama na kutoa mawazo yake kuhusu no reform no election. Lakini alipopinduka nyuma kutazama wengine wote wanaunga mkono. Sasa usaliti ama hawa wanaenda kinyume wangeishia kwenye kuishia pale kikao cha ndani, ama wangeishia kwenye kupeleka maoni yao kwa maandishi kwa katibu mkuu kama alivyofanya. Hiyo kwetu sisi tungeamini walikuwa wanatumia nafasi yao ya kidemokrasia. Lakini licha ya kuto kufika kwenye mkutano ule, bado waliendelea kutoka kuzungumza na waandishi wa habari. Ifahamike, wakati wanatoka kuzungumza na waandishi wa habari, dokumenti yao, mawazo yao yalishafika kwa katibu mkuu. Tafsiri yake ni nini? Huku kishauri wewe chama utaki ukishauri, ila unakilazimisha chama kiende unapotaka wewe. Sasa taasisi, hamna taasisi inaongoza hivyo. Usaliti tunaosema kupitia hawa watu, hoja ya msingi iko hapo. Wangeishia kupeleka zile dokumenti kwa katibu mkuu, ama wangetoka huko walipo waje kwenye kikao kile alichokiitisha katibu mkuu, ambao walikuwa viongozi wote wa kitaifa. Yupo mheshimiwa mwenyekiti wa taifa Lissu, mheshimiwa Heche, mheshimiwa katibu mkuu alikuwepo, manaibu. Wangefika pale, wangeishia pale. Sisi kwetu sisi wengine tusingewaona kwamba ni wasaliti. Lakini mmefika pale, mmepeleka hoja kwa maandishi, bado mnatoka mnakuja kulazimisha kwenye vyombo vya habari. Mbaya zaidi, hao waliokuja kuleta hiyo hoja kwenye vyombo vya habari, wengine ndio walikuwa wapikaji wa hiyo hoja wakati wapo kwenye uongozi. Na hata ukiangalia walikuwa wanaongoza hizi press conference, yani mazungumzo na waandishi ambao walikuwa wanaongoza, ukiwaangalia hawa wawili, John Mwema na Julius Mwita, ukiangalia wao wote walikuwa walishiriki kuitengeneza hili wazo la no reform no election. Walishiriki. Na utaratibu wetu uko wazi. Wao walipaswa kukomaa kwenye vikao lisipite. Sasa kwenye vikao likapita. Likaja kwenye kikao kikubwa cha baraza kuu. Likaja kwenye kikao kikubwa kabisa cha mkutano mkuu. Likapita. Leo unakuja unaongea vinginevyo. Tukuiteje? Lakini kuongea vinginevyo sio shida. Fuata utaratibu kama walivyofanya. Andika mawazo yako, peleka kwa katibu mkuu. Walifanya jambo jema. Kwa hilo mimi sipingani nao. Lakini kosa sasa, unatoka umeshapeleka document kwa katibu mkuu, bado unatoka unaenda sasa kwenye media kwenda kushinikiza. Hawa watu ni waajabu sana. Tunaamini mmoja wao akizungumza, manake wao wote wamezungumza. Mlimsikia mmoja wao alipozungumza, Julius Mwita akasema twendeni kwenye uchaguzi ili tupate ruzuku. Kwa hiyo kumbe kwenda kwenye uchaguzi lengo tupate ruzuku, sio lengo kuisaidia nchi. Wanakwambia tone, hiyo operation ya tone changia haiwezi kuendesha chama. Tulikuwa tunajiendeshaje siku zote? Hiyo fedha ya kuendesha chama tunaitoa wapi? CCM wana mapenzi gani na Chadema wakupe fedha? Ili upewe fedha lazima uzungumze lugha yao. Je, kama chama tuko tayari kuzungumza lugha ya sisi? Hapana. Tunawahitaji watu wao sasa. Ni lazima wasaliti. Na bahati nzuri viongozi wetu wako imara mno. Na kuna hoja inaibuka, Lissu ndio anakomaa. Lissu akomai na hii operation. Ila Lissu anatekeleza maelekezo aliyopewa na mkutano mkuu, kutoka kwenye baraza kuu, kutoka kwenye kamati kuu. Na ifahamike, mkutano mkuu, baraza kuu, kamati kuu iliyopitisha hii kitu, Lissu hakuwa mwenyekiti. Lissu ameikuta hiyo operation, amekuta haya maazimio kwenye faili kwenye ofisi yake kwamba anatakiwa asimamie 1, 2, 3. Na ndicho Lissu anachokisimamia leo kama kiongozi.
Asiposimamia, sisi wanachama na viongozi inatupa picha gani? Asiposimamia kama kiongozi mkuu kwamba hafai kuwa kiongozi. Kwa Lissu kusimamia hii hoja ni lazima, ni wajibu wake kwa mujibu wa sheria. Na hii hoja ili iweze kubadilishwa ni lazima turudi kwenye mkutano mkuu ambao ndio chombo chenye mamlaka ya mwisho kwa mujibu wa katiba yetu. Irudi kwenye mkutano mkuu, tukubaliane kwamba hii hoja tunaiondoa, twende sasa na hoja nyingine. Kwa maana hiyo, hawa G5 wanaojiita G55 ambao wewe umewaita kwamba wanapingana na hoja no reform no election, kwa yeyote mwanachadema yeyote anayesimamia haki na anayeheshimu katiba ya chama chetu, hawa hakuna namna nyingine ya kuwaita na kuwapa sifa yao stahiki kama kuwaita wasaliti, na ndicho wanachokihitaji. Kwa sababu gani? Hii kauli sio ya Lissu. Hii kauli ni ya chama kupitia mkutano mkuu. Maneno mengine watazungumza tu, si katiba inaenda imefanyaje. Hakuna cha katiba imeenda imefanyaje. Saa hizi nchi inahitaji maamuzi magumu kwa faida ya nchi. Hofu inaweza ikawa tunayafanyaje hayo maamuzi, itakuwaje sio na nini, lakini kwanza twende na msimamo wetu. Mambo gani tutaendaje? Tulishazungumza kwenye vikao vyetu na tunazungumza kwenye vikao vyetu vya siri kila siku kwamba tunaendaje. Kwa sababu chachu huwa inaanza kidogo ndio inasambaa. Na ndio maana leo hii kamati kuu ikiongozwa na mheshimiwa mwenyekiti wa taifa imeanza Nyasa, imetembea mikoa yote kuhamasisha na kuwaandaa watu, imeenda kusini kuhamasisha na kuandaa watu. Tupo katikati ya mapambano, anatokea mtu mmoja ama kikundi cha watu wanasema kwamba hiyo no reform no. Sikiliza, no reform no election ni sisi ndio anaipigia kelele. Sisi ndio anataka tusifanye, tusisimame na msimamo huu. Sisi sasa inaleta mashaka unapoona ndani ya chama wapo wanachama wengine walikuwa viongozi kabisa wakubwa, anakuja na hoja hiyo na eti no reform no election haiwezekani. Sasa usio tukisema uhuni tutakuwa tunakosea.